Dokta, vipi hali ya mgonjwa wangu, anaendeleaje kwa sasa? Hali ya mgonjwa wako ni mbaya sana. Na sisi kama madaktari tunahangaika sana ili mradi hali ya mgonjwa wako irejee kama hapo awali. Kwa sababu amepata majeraha makubwa sana upande wa kichwa. Kwa hiyo hapo na maombi pia yanahitajika. Dokta, nakuomba sana, nipo chini ya miguu yako. Fanya chochote kile unachokiweza yule mtoto awe sawa. Yule mtoto bado ni mdogo sana. Sisi kama madaktari tutafanya kazi yetu. Ila kwa sasa cha kufanya, nenda mapokezi kalipie. Sawa, ila dokta nakuomba, pambania sana uhai wa huyu mtoto. Sawa, hakuna shida. Ila maombi yanahitajika kama nilivyokuambia. Habari yako Mr. Kaboza? Salama. Kwema? Si kwema. Maana tunakupigia simu haupokei, tunakutumia message haujibu, na ukiangalia muda umepita. Tena mpaka umepitiliza tena. Sijaelewa una tatizo gani. Na pia ofisini hautokei na hatuna taarifa yoyote ya kwako. Shida ni nini? Ni kweli kiongozi. Lakini kulingana na matatizo ambayo tayari nilipata pakati, yamepelekea sijaweza kuweza kulipa kiasi cha pesa ambacho kimebakia. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama itawezekana mniongezee muda tena kidogo ili niweze kujipanga, niweze kulipa kiasi cha pesa ambacho kimebakia. Maana hata kama mlivyokuwa mkinipigia simu, mnatuma message, sijibu. Ilikuwa ni katika hali ambayo ya vurugu na maisha ambayo nimepitia hapa nyumbani kwangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama itawezekana jaribuni kuniongezea muda tena kidogo ili niweze kulipa kiasi cha pesa ambacho kimebakia. Nakuombe. Mr. Kaboza, nadhani siku iliyokuja tulikupa mkataba na ukausoma ukauelewa kila kitu, ndio maana ukasaini. Yale yalikuwa ni makubaliano yetu kati ya kwako na yetu. Nadhani nakumbuka hilo, silisahau. Sasa unawezaje kukaa na deni mpaka muda unapitiliza na bado unahitaji muda mwingine? Hii ni kweli? Kwa muda tena hatuwezi tukakupa. Hivyo basi mimi nimetumwa na shirika nije hapa, nije nikuletee ujumbe wewe, kutokana unaonekana ni mtu mwenye dharau sana. Kama mwenyewe huwezi kujikumbusha, basi leo mimi nimekuja kukupa taarifa. Umepewa wiki hizi 2, isizidi na wala usipunguze. Tunahitaji pesa yetu yote kamilifu. Bila hivyo tutakuja kuonana wabaya. Hapana kiongozi. Hebu niombe tu kitu kimoja. Jaribuni kuniongezea siku. Hizo wiki 2 kwangu mimi hazinitoshi kabisa. Yaani kwa wiki 2 kuweza kulipa kiasi cha pesa ambacho kimebakia. Hapana. Itakuwa siwezi. Na nikiangalia tu kwa hali ambayo tayari nilionayo kwa sasa na mambo ambayo yamepitika hapa kati juu yangu, wiki 2 kwangu zitakuwa ndogo sana. Kwa hiyo nilikuwa nakuombeni kama itawezekana niongezeeni muda, mimi nitapambana kama mwanaume
nitamaliza kiasi cha pesa kilichobaki. Mbona mwanzo nilikuwa naleta vizuri tu? Vipi kwa sasa? Naombeni mniongezee muda. Yaani unahitaji tena uzidishiwe tena muda? Muda gani unaotaka wewe sasa? Ndani ya hizo wiki 2 hatuna muda kupoteza. Tunachohitaji sisi ni pesa yetu tu. Ndani ya wiki 2 ukipitiliza, hii nyumba yako tunakuja kuipiga mnada. Hapana kiongozi wangu, hampasi kufika huko. Nilikuwa naombeni kwa swala la kuweza kuniuzia nyumba yangu hii. Hapana, hebu naomba msifikie huko. Nipeni tu muda. Hivi mkiweza kuuza hii nyumba yangu, nitaishi wapi mimi na watoto wangu? Mkiuza hii nyumba, nitakaa wapi mimi na mke wangu? Mkiuza hii nyumba, mtaniweka wapi mimi? Au uso wangu nitauweka wapi? Mimi nilikuwa naomba kiongozi, kwa hiki hapana. Naombeni tu nipeni muda. Ikifikia huo muda, mimi nitamaliza kiasi cha pesa ambacho kimebaki. Na kuombeni sana. Mimi hapa sija kutatua matatizo yako wala shida zako, mimi hazinihusu. Kinachotuhusu sisi ni pesa yetu iingie benki basi. Hilo ndio linalotuhusu sisi. Basi, hatuna mjadala zaidi na wewe. Hizo wiki 2 zikipita, hizo ni basi. Sitakuwa na mjadala na wewe tena. Uwe na siku njema. Kijungu, naomba nipe ripoti ya kazi yangu, imeendaje? Hapo wenyewe kila kitu shebele zai. Yaani tumemaliza kila kitu yani. Kwa sababu sasa hivi yule dogo kagongwa na bodaboda. Alafu kwa sababu ya umri wake na kwa jinsi bodaboda ilivyomgonga, sidhani kama atapata nafuu. Kwa hiyo muda wowote, wakati wowote yule dogo anaweza akadenja. Wewe si kazi yako tushamaliza. Bado wewe. Umejua sana kunifurahisha kijana wangu. Yaani hapa nimefurahi mpaka nimefurahi tena. Yaani roho yangu kwatu kabisa. Yaani naona kabisa amani kwenye ndoa yangu inanyoka hivi. Sasa sikiza nikwambie kitu Kijungu. Naomba hili swala ulifuatilie kwa umakini sana. Yaani nataka uhakikishe mpaka unaiona maiti ya yule mtoto. Hakikisha kwa macho yako mawili unaiona maiti ya yule binti. Nahisi hapo ndo nitakuwa na amani zaidi. Naomba hilo swala ulifuatilie kwa makini sana. Mimi nakuelewa Zai. Alafu mimi 26. Mimi nafanya kila kitu ambacho nakihitaji wewe, unachokihitaji wewe kwa sababu natulipa. Lakini dakika za mwisho Zai, nataka tu uelewe kitu kimoja. Kwamba ulisha wewe kutuambia kwamba utatulinda kwenye hizi issue. Kwa hiyo naomba ahadi yako isiende kinyume na vile ambavyo wewe ulipanga. Sisi tunafanya issue zako na wewe umalize kama Pele. Sio tunakuja tena tunaanza kugeukiana Zai. Mimi nakuelekeza, mimi mwenyewe mtu mbadi vile vile. Sio leo kesho hapa nakuja kusikia ving'ola magetoni. Apige hizo mimi sitaki wala nini. Kijungu, kuhusu hilo swala usiwe na shida kabisa. Kwa kuwa nimewaahidi mimi kuwalinda, basi ahadi yangu nitaitunza. Nitawalinda, so wewe wala solo mwezio. Wote swala la usalama wenu ulipo juu yangu. Naomba usiwe na shaka kuhusu hilo swala. Baridi hapo wenyewe kama ndo hivyo. Mimi magoli tu, mimi kazi zako nitafanya na kila kitu kitazingatiwa. Basi sawa, ngoja nikutakie siku njema. Ila tu kuwa makini na swali nilokuambia. Hakikisha unamfuatia yule mtoto hospitali ili ujue kama kweli kafariki ama hajafariki. Hakikisha mpaka unaiona maiti yake. Zingatia hilo swala. Shega.
Zai! Zai! Viola iko wapi? Mume wangu. Sasa gani wewe unaniuliza? Si unaona ni muda wa shule kabisa. Mtoto kaenda shule. Kama unaanza kuniuliza mtoto yuko wapi tu ni nani, wakati unajua kabisa huu ni muda wa shule. Mtoto ameenda shule. Na muda wa kutoka ukifika tena nitamfuata. Alafu, mbona umekuja na hasira sana sijakuzoea hivyo? Shida ni nini kwani? Alafu umewahi kurudi. Nilichokuuliza kina maana, sawa? Naomba uniambie Viola yuko wapi? Kama Viola ingekuwa yupo shule mimi nisingekuuliza. Naambia Viola yuko wapi? Sasa mume wangu, wewe unavyofikiri, Saida asipokuwa shule atakuwa wapi? Huu ni muda wa shule na mtoto yuko shule. Kwa hiyo unataka kubishana na mimi ndio leo muandaa mwenyewe asubuhi nikampeleka shule. Wewe unaiki kwamba Viola yupo shule? Unaona mimi mtoto sina akili, si ndio? Hivi Zai, wewe unajitambua kweli? Mtoto mdogo kama yule unampa biashara yako aende akakuuzie. Lengo lako nini? Yule anatakiwa uwepo shule sasa hivi awe anasoma. Kwa nini lakini unashindwa kuwa muelewa? Ina maana mimi ninapotoka kwenda kazini, wewe yule mtoto kazi yako kumpa biashara zako aende akakuuzie. Kama unampa biashara zako aende akakuuzie, muda wa kusoma unatoa wapi? Zai, sikia nikwambie kitu kimoja. Kama umechoka kumlea mwanangu, basi naomba uondoke nyumbani kwangu. Hichi kitu ulichokifanya, ukisubutu kurejea tena, nitakufanya kitu kibaya zaidi, hautakoka kama mimi maisha yako yote. Na naomba utoke hapo kwa mtafute mwanangu alipo sasa hivi, umlete ndani hapa. Sasa mume wangu, kwa napo shida iko wapi? Nimeona muda umeenda, afu nguo zake chafu na jana nilijisahau kufua, nilikuwa na kazi nyingi. Nikaona tu bora leo aende akanoze biashara yangu, kesho ataenda. Yaani nguo zake chafu unazifua ndio umeona kazi ya kumpatia Viola ni kwenda kukuzia biashara yako. Wewe hauna miguu ya kwenda kuuza biashara yako? Sikia nikwambie, kabla hujafikishana mbali, naomba utoke hapa, toa hizo mbariga zako, nenda kamtafuta Viola umlete hapa sasa hivi. Fanya haraka kabla sitakupiga makofi. Karibu. Wakibaka, umefuata kitu gani nyumbani kwangu? Na kuuliza umefuata nini nyumbani kwangu? Au na leo ndio umekuja kunibia humu ndani? Waone walivyokosa haya. Hivi nyie, wakiitwa wazazi watoke na nyie mnatoka? Alafu nikiwaangalia wote naona akili zenu zinafanana tu. Wewe, nitamalizana na wewe siku nyingine. Nataka uniheshimu alafu ujue mimi ni nani. Leo kilichonileta hapa ni kitu kimoja tu. Mtoto wenu amepata ajali mbaya sana. Na hivi tunavyoongea hapa, mtoto wenu yuko hospitali na hali yake ni mbaya sana. Yaani mimi nimemtelekeza mama yangu huko, pamoja na kwamba hana uwezo wa kuona. Hapa nilipo sijui naenda kuanzia wapi kumtafuta, alafu nakuja kwenu mnanipokea na maneno ya shombo. Ni kielele changu kumsaidia mtoto wenu. Sasa ni hivi, nendeni mkamtafute mtoto wenu. Mtajua wenyewe mtampata hospitali gani. Acha nikafanye mambo yangu.
Salungi. Andaa tu kaburi la mtoto wako, maana sidhani kama atapona. Wewe vipi? Shida nini? Naungua. Mungu wapi hapa? Basi sawa, subiri. Wewe vipi wewe? Mbona tabia za kishamba sasa? Ujinga gani sasa unafanya? Ujue mtoto anazingua, ujue dakika za mwisho nimekuelekeza kila kitu, mazingira yako hayo sio naleta. Mimi sio bisho kama mabisho wako na wajua wewe. Unazingua. Sasa kijungu. Kwani mimi kosa langu lipi hapo? Mimi si nimeungua. Afu ulivyokuwa unanipuliza maumivu yamepungua. Alafu nilikuwa najisikia raha kweli. Nikaona kwa maumivu yalobaki nikiweka mate yako yanaisha kabisa. Si unajua mate yako ni dawa. Kwa hiyo unajikuta kajoli mwenyewe. Oya sikiliza, mimi pigo za kihindi sina, nitakuja nikubutue. Wewe nileteo shamba hivyo hivyo. Wewe bwege nini? Yaani mseo anamletea pigo za kihindi?
babako. Oya, siku nyingine ukirudia tena mimi nakufumua. Na ulivyokuwa mdogo mdogo hivi nakufyatua mashuti na unakuwa kama kitenesi wewe. Boya nini? Muone kwanza macho yake alivyo. Sasa mbona hujanipiga? Samahani sana dokta. Mimi ndo baba huyu mtoto ambaye amepata ajali. Nimekuja hapa kumwangalia vipi kwanza hali yake inaendeleaje. Oh, ni kweli huyo mtoto yupo hapa. Na kwa sasa hali yake ni mbaya sana. Bado tunaendelea kumpatia matibabu. Sawa. Naruhusiwa kwenda kumuona. Kumuona sasa hivi haiwezekani. Wewe cha kufanya usubirie pale mapokezi. Baadaye akiwa sawa tutakuita wewe kumwangalia sawa. Sawa basi, haina shida. Sawa. Dada, samani. Nimemwacha mamangu hapa. Sasa sijui atakuwa ameelekea wapi labda. Maana pia ni kipofu. Hivyo leo una akili kweli? Unajua kabisa mamako haoni. Unamwacha peke yake. Wewe unaenda kuzurura. Tena maeneo ya barabarani. Huyo mama nilomuona hapo kapata ajali. Amepata ajali? Ndio. Dada, usinitanie, yule ni mamangu ujue. Atakuwa amepeleka hospitali gani labda? Sijajua kaenda hospitali gani. Ila kuna mtu kaja hapo kamchukua kaondoka naye. Sawa dada, asante. Mama nisamehe. Mbavu mkubwa wewe. Unahisi ulioyafanya kule umemaliza eti? Yaani unaacha unanipiga mimi na kibao alafu unaondoka. Unakimbia tena unakimbia na mama yako, unahisi kama vile umemaliza kila kitu. Kwa kusudio lako lilikuwa ni nini? Kusudio lako lilikuwa ni nini? Ulikuwa unataka kuniua mimi yapi? Ulikuwa unataka kuniua mimi? Nakuuliza, ulikuwa unataka kuniua? Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Chochote kitakachokuja kumkuta mama yako kibaya, utanitambua kuwa mimi ni nani.
Mume wangu, vipi uko mtoto anaendeleaje? Maana yule dada alipokuja jinsi alivyoongea amenitisha kweli yani. Vipi lakini ulivyomuona hali yake ni mbaya sana? Wewe mwanamke unafiki utaacha lini? Kama ulikuwa unataka kujua hali ya mtoto ambavyo anavyoendelea, kwa nini wakati mimi natoka hapa tusingeongozana moja kwa moja mpaka hospitali? Huu si unafiki ambao unaniletea mimi hapa? Alafu unataka kujua hali ya mtoto ili iweje? Uendelee tena kwenda kumtuma mabarabarani huko apate na matatizo mengine, si ndio hivyo? Ndio akili yako itafurahi kabisa, si ndio hivyo? Mume wangu, mimi mbona sijauliza kwa ubaya? Nimeuliza kwa wema tu kwa sababu yule ni mtoto wetu. Mtoto wetu? Yaani mtoto wetu wewe na nani? Wewe umemzaa na nani yule? Mimi nimezaa na wewe yule? Hiyo kauli ya kusema ni mtoto wetu naomba uifute kabisa. Kama ungalikuwa yule ni mtoto wetu basi ungempenda na ungemheshimu na ungempa thamani yake kama mtoto na wewe ungesimama kama mama. Sio tu unafanya mambo kipumbavu eti alafu unasema mtoto wetu. Mtoto wetu wewe na nani? Sikia kwanza nikwambie kitu kimoja. Hali ya mwanangu sio nzuri. Na chochote kile kitakachokuja kumkuta na kula na wewe sahani moja. Sitoangalia ni wapi tumetoka, sitoangalia wewe ni nani, lazima utalipia katika hili. Mpumbavu mmoja wewe. Mbona unaanza kunifokea unaniambia maneno ajabu ajabu? Shida iko wapi? Kuuliza hali au kutaka kujua mtu anaendeleaje? Mbona umefika mbali sana? Yule si ni mtoto wetu. Nyamaza mpumbavu mkubwa, mtoto wako wewe na nani? Tumefika wapi? Na ukiendelea na upumbavu wako wewe. Mimi nafikiri unajui vizuri ila sasa hivi utanielewa. Sidhani kama atapona ule mtoto. Maana kwa jinsi dada alivyokuja jinsi alivyoeleza hali. Kupona sio kweli. Na bora afege tu kwanza. Anisumbua tu mimi akili yangu. Kila siku napanga mipango mtoto kufa afu bora hata alivyofia huko. Miaka sasa imepita tangu tumzike baba, ndo chanzo cha kuwa na vita, ndugu kuuana. Wapo waloshika mapanga, wapo walenda kwa waganga, nyumbani ndo ikawa vita, ikabidi tuyamekaa. Kwa malezi nikulia kwa bibi oyae, bibi hajiwezi, wala ugonjwa ukampa mwili wake kupoza, maumivu yakanivaa, nikaisi msiba umenifika. Hata ndugu wa karibu hakutaka takuja kumwona. Ndugu wabaya, ndugu wabaya, ndugu wabaya, Machozi hayaniishi tangu nimzike bibi. Sina rafiki ndugu wa karibu wa kunifariji. Nikamia Dar es Salaam kuja kusaka tonge, kama jinsi mnafahamu tusiona ndugu si